Kutoka kitabuni Kila Uwekezaji Una Hatari, Ipunguze kwa Kufanya Hivi. Rafiki yangu mpendwa, karibu kwenye somo kutoka kitabuni, na leo tunajifunza kutoka kitabu cha Elimu ya Msingi ya Uwekezaji kwenye sura ya 3 inayohusu misingi mikuu ya uwekezaji. Unapokuwa mwekezaji inabidi uelewe misingi ili usiumbishwe, kwa sababu msingi kazi yake ni kukuimarisha usiumbishwe na kitu chochote kile. Na katika uwekezaji kuna misingi mikubwa mitatu. Wa kwanza ni hatari, yani risk, wa pili ni faida, return, na tatu ni muda, time. Hivi vitatu ukivielewa hautapata chochote. Leo tunaangalia msingi wa hatari, yani risk. Na huu ndio umekuwa unawakwamisha watu wengi, kwa sababu kila aina ya uwekezaji mtu utafanya una hatari. Na hatari ni kupoteza. Hatari ni kupata matokeo tofauti na ulivyokuwa unatarajia. Na wengi wanapoiona hatari wasema mimi bwana sitawekeza kwa sababu nitakuwa na hatari ya kupoteza. Ngalibu swali moja rafiki. Ukiwa unasafiri kwa mfano, unatumia usafiri wa aina yote ile, labda ni usafiri wa mbali, alafu mkapata ajali kwa mfano. Umepata ajali au chombo cha usafiri kimeharibika au wote vile. Alafu chombo hakiwezi kuendelea tena na safari. Nini unafanya? Je, utasusa sana safari tena? Inabaki hapa? Utakamata chombo kingine utaendelea na safari. Hiyo unaenda kule na kwenda warudi, lakini utatumia usafiri. Maana yangu ni nini? Kwamba usafiri wa aina yote ni hatari. Si ndio? Kuna hatari ya kupata ajali, ya kuharibika, kuchelewa, kuchoka, kila kitu kipo. Lakini pale inapobidi lazima utasafiri. Na utumie vyombo ambavyo ni hatari, si ndio? Ndivyo pia ilivyo kwenye uwekezaji. Ndivyo maisha yalivyo. Kila kitu kwenye maisha ni hatari. Sasa hatususi, hatuachi. Unaweza hata kula chakula ni hatari. Unaweza kula chakula ukaumwa, tumbo likakuuma, ukaharisha, ukatapika. Kuna hatari. Kila jambo lina hatari. Sasa uwekezaji pia uko hivyo hivyo. Kwa sababu kuna hatari ya kupoteza. Sasa kuna hatari ya kutapeliwa. Kuna hatari ya soko. Sawa. Soko linaweza likayumba, ukapata. Kuna hatari ya mfumuko wa bei. Vitu vikapanda bei, uwekezaji ukawa na thamani ndogo kuliko ulivyokuwa umefanya. Kuna hatari ya kukosa ukwasi wakati mwingine. Unawekeza, siku unataka pesa yako huipati. Sasa ni hatari hiyo. Kuna hatari ya mikopo. Wakati mwingine ukiwa unawekeza unakuta wanashindwa kulipa. Hatari za kisheria na kisera zinaweza kubadilika. Kuna hatari binafsi zako. Kwa kufupi ni kwamba hakuna uwekezaji ambao ni salama. Haupo kabisa. Na hatari huwa zinatofautiana baina ya uwekezaji. Hasa ikija kwenye tukianza labda na uwekezaji ambao unaweza kuwa na hatari ndogo zaidi, inaweza kawa ni kwenye ardhi. Sawa, kwa sababu itakuwa pale. Lakini inaweza kuwa na hatari yake. Labda kuna migogoro na kadhalika. Lakini kuna hati fungani pia zina hatari ndogo. Lakini pia faida yake inakuwa ndogo mara nyingine. Kuna hisa, hatari yake inakuwa ni wastani. Kuna biashara, hatari yake ni kubwa na faida yake inaweza kuwa ni kubwa. Kwa hiyo kikubwa unataka kuelewa kwamba kadiri hatari inavyokuwa ndogo, faida pia inakuwa ni ndogo. Hatari ikiwa kubwa, faida nayo inakuwa ni kubwa. Sasa tunafanya nini kama wawekezaji sasa ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwekeza cha hatari hizi? Kuna mambo kadhaa ya kufanya, ambao namba moja ni kutawanya uwekezaji wako, diversify. Usiwekeze sehemu moja, kwa sababu ikitokea shida unapoteza kila kitu. Kitawanya, hakuwezi kutokea shida maeneo yote. Sawa. Lakini kuwa na taarifa sahihi, nafanya utafiti. Usiwekeze kwa mkumbo, usiwekeze sababu kila mtu anawekeza. Jifunze, elewa kwa kina na unawekeza wapi. Kuwa na akiba ya dharura. Mara nyingi usiwekeze pesa zako zote ukitaka pesa upate shida. Dhibiti hisia zako, usifuate mkumbo anavyosema. Kuwa na mpango mbadala kwenye kile ambacho unakifanya. Yote haya yatakusaidia wewe kuweza kuwa imara hata pale ambako hatari zinajitokeza kama ambavyo huwa zinajitokeza. Rafiki, ingia kwenye kitabu cha Elimu ya Msingi ya Uwekezaji, sura ya 2, ukurasa 36 mpaka 43. Nenda kasome sura hii kuhusu hatari za uwekezaji. Huu ni msingi ambao utakuimarisha sana wewe. Utafanya uendelee kuwekeza licha ya changamoto ambazo unaweza kukabiliana nazo kwenye hii safari. Na wengi sana wanakwama kwa sababu hawana haya maarifa au hawana hii misingi ambayo wewe unapaswa kuwa nayo. Kama huna kitabu hiki, kipate sasa kwa namba 0756 69 4090, 0756 69 4090.
nenda kajifunze kuhusu hatari za uwekezaji na kuwa na mkakati wa kuzivuka hatari hizo ili uendelee kuwekeza na kunufaika. Kumbuka, kila uwekezaji ni hatari, kila jambo kwenye maisha lina hatari, lakini hiyo sio sababu kutokufanya. Tunapaswa tufanye kwa kuwa na uelewa sahihi. Na uelewa unaopata wapi? Kwenye kitabu cha Elimu ya Msingi ya Uwekezaji. Kakisome leo na uwe mwekezaji bora kabisa. Asante.